Wakizungumza na wajumbe wa kamati za hifadhi ya misitu Cosmas shehia mjini Wengwi na shehia Tondoni Makangale, afisa wa ufuatiliaji na tathmini kutoka jumuiya ya Jumijaza Abdalla Amr Habibu pamoja na mwenyekiti wa jumuiya hiyo Bidawa Bakar Hamadi, ambapo Abdalla amesema kila nasari ambayo wameotesha miche wanatarajia kutoa miche 10,000, huku wakiwataka viongozi wa shehia kuwahamasisha wananchi ili waweze kujitokeza, sambamba na mwenyekiti wa jumuiya hiyo akieleza umuhimu wa upandaji wa miti. Miti hiyo tunategemea kuipanda miti yote ambayo tumeiandaa wenyewe kwenye nasari zetu kupitia mradi wetu huu, na kila nasari itatoa miche isiyopungua 10,000 ambayo tutaenda kuipanda, ikizidi 6 tu. Lakini target kwanza, kwa awamu ya kwanza, basi miche 10,000 tutatoa kwenye kila nasari. Kwa hiyo uhamasishaji wa upandaji, wahamasishaji hasa ni viongozi wa shehia, na viongozi wa shehia ni sheha mwenyewe pamoja na kamati yenyewe ya uhifadhi wa misitu. Kwa hivyo kamati ya uhifadhi wa misitu maana yake ndo mwavuli wa shehia. Kupitia kamati hiyo masuala yote yanayohusiana na rasilimali za misitu kwenye shehia, na kwenye shehia masuala ya rasilimali za misitu wanaki tuna kamati ambayo ni KOFMA, imeundwa kisheria na mnarungu mmepewa, mna mkataba. Kwenye mkataba mna sheria, mnatakiwa msitekeleze. Kama hatuna misitu mizuri ambayo inaweza ikanyonya hewa vizuri, basi ni athari kubwa katika nchi yetu, kwa sababu kisiwa chetu kimezungukwa na bahari. Miti inazuia upepo mkali, uliwaji wa misitu wa ardhi. Kama pana misitu, basi ardhi si sawa na kuuliwa ni bahari. Kwa upande wao, wajumbe wa kamati za hifadhi ya shehia ya mjini Wengwi pamoja na Tondoni Hamisi Makame Shame pamoja na Shoka Juma Makame wamesema kupitia mradi huo tayari wameshafaidika, ila zipo baadhi ya changamoto zinazohitajika kutatuliwa, huku afisa kutoka idara ya misitu Pemba Fatma Hamad Omari akiwataka akina mama kuchangamkia fursa zinazopatikana kupitia jumuiya. Kamiti kidogo, alhamdulillah, ilikuwa hatuna shule mjini Wengwi. Ile shule tulipata kwa sababu ya hifadhi ya mjini Wengwi, na ukenda shule pale utaona maendeleo yamepatikana makubwa kweli kweli. Alhamdulillah, hilo ni jambo twajivunia. Lakini vile jingine tunahitaji pia kufanyiwa marekebisho hii kamati yetu, kwa sababu kuna watu walishafariki, kuna wengine wameondoka, lakini kuna wengine wamechoka tu na hizi shughuli. Kae nyuma akina mama, na saa hizi miradi mingi inawashirikisha akina mama kwa wingi sana, kwa sababu wanaonekana wao ni watu ambao hasa mashamba mjini wanaweza kutumia makaa, lakini kwa hapa ni watumiaji wa kuni moja kwa moja. Ripoti kutoka kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.